ndugu viongozi wenzangu, kama ambavyo mnafahamu, kazi yetu sisi UWT kwa mujibu wa kanuni yetu ni kuhakikisha tunashirikiana na makundi yote. Lakini mimi kama mwakilishi mlionitanguliza, pamoja na kazi za kuwawakilisha ninyi bungeni, ni wajibu wangu pia kushughulika na ustawi wa jamii na makundi maalum. Kwa hiyo mwezi uliopita tulikuwa na katibu wa mkoa, pia tulizunguka kwenye wilaya zingine, tulifanya kazi pia ya kukabidhi vitimwendo kwa wakina mama wenzetu ambao wamekuwa wakitembea kwa kusota kule Tandahimba, na tulifanya hivyo kwa sababu hiyo ni kazi ya kwangu ya msingi pamoja na zile kazi zingine za kutunga sheria. Sasa na leo pia kwenye wilaya yetu ya Masasi tutaifanya hiyo kazi. Hii kazi naifanya mimi, lakini nafanya pia UWT kwa sababu kwenye kanuni yetu imetutaka kufanya hizo kazi. Kwa hiyo hapa mwalimu Asisi ameshatupa taarifa kwa ufupi. Huko nyuma wakati ninakuja nilikuta kuna upungufu wa vitanda. Walikuwa na magodoro, lakini pia wana upungufu wa magodoro, lakini upungufu wa vitanda ulikuwa ni mkubwa zaidi. Walikuwa na vitanda vichache 29 na mahitaji yalikuwa 98. Kwa hiyo ni changamoto ambayo kwa kweli kila siku ilikuwa inaendelea kuniumiza kichwa. Sasa tunamshukuru Mungu kwamba hatuwezi kumaliza changamoto zote kwa siku moja, lakini kwa kushirikiana na wadau walionishika mkono hapa ni NSSF. Bahati mbaya mimi nilishawaandikia barua ya kuwashukuru, lakini sasa kwa kutambua hiyo ilikuwa kila siku nilikuwa nikitembea nasema nikipata hela nitatengeneza vitanda, nitapeleka Lulindi maalum, kwa sababu mnajua hata majumbani hata kama hatuna vitanda vile vya hivi vitanda vya siku hizi hivi vya tunasemaje, zamani kulikuwa banko, siku hizi hivi vitanda vya kuchonga, vitanda vya kisasa, hata kama hatuna majumbani lakini tunateremka tukaze. Sasa hao watoto tulivyokuta wanalala chini, kwa kweli ilinipa simanzi. Kwa leo ninafarijika katibu wa UWT wa mkoa pamoja na viongozi wenzangu kwamba tutawakabidhi hapa Lulindi maalum vitanda 50, ikiwa inapunguza ile changamoto waliokuwa nayo. Hatutamaliza sasa, na mwalimu ameniambia udahili unaongezeka, wazazi wanapata uelewa, wanawaleta watoto. Kwa sasa leo watoto wako 140, unaweza kuona kwamba tutakuwa bado tuna upungufu wa magodoro 68 na vitanda tutakuwa tuna upungufu wa vitanda vingapi? 63. Kwa hiyo tutaendelea kupambana. Ni wasihi tuendelee kushirikiana katika kumaliza hii changamoto, na kwa vile watoto watakuwa wanadahiliwa kila siku, kwa hiyo nadhani tutakuwa tunapunguza. Kwa hiyo ninawashukuru kwa kuungana na mimi, na kushukuru sana katibu wa mkoa na viongozi wa UWT wilaya ya Masasi na viongozi wa UWT wengine kwa kushirikiana leo ili tuwakabidhi hivi vitanda. Kwa hiyo kwa sababu vitanda tayari viko mabwenini, vimeshapangwa na tumepita, tumekagua. Kwa hiyo tuliona kwa sababu ya hali ya hewa hatuwezi kutoa vitanda vyote mabwenini. Kwa hiyo hivi viwili iwe ishara ya vile vitanda vyote 50 ambavyo tunavikabidhi leo. Shughuli yetu ya leo tunamshukuru mheshimiwa mbunge, alitutembelea mwaka jana, alitembelea katika shule yetu, akaona upungufu mkubwa wa vitanda na watoto wengi walikuwa nalala chini. Tulikuwa na vitanda 29. Sasa aliumizwa sana na hili, akafanya jitihada za hali na mali. Hatimaye ameweza kutupatia vitanda 50 ambavyo zitapunguza tatizo kubwa la wanafunzi kulala chini. Tunamshukuru na tunampongeza sana mama yetu, mbunge wetu, Mama Ukororo. Hapo awali tulikuwa na upungufu mkubwa sana wa vitanda. Tulikuwa na upungufu wa vitanda, tulikuwa na vitanda 29 tu. Kiasi kwamba ilikuwa inapelekea kitanda kimoja kulala wanafunzi 2 hadi 3. Lakini alikuja mheshimiwa mbunge, tulikaa naye, akaona changamoto yetu, kwa hiyo ameenda kuifanyia kazi. Kwa hiyo tunashukuru leo amekuja kutukabidhi vitanda 50. Kwa kukabidhi kwa vitanda 50 amepunguza sana changamoto hii ya vitanda, kwa sababu tunatembea kwa wadau mbalimbali kutafuta wahisani kwa ajili ya kuja kutusaidia. TFS nao watatuletea vitanda 50, kwa hiyo changamoto hii itakuwa imepungua kwa kiasi kikubwa.
Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hili ambalo, kwa hiki kitendo ambacho kimefanyika leo. Changamoto yetu kubwa tulionao sasa hivi ni mabweni, kwa sababu tumepata hivi vitanda lakini tunaviweka wapi? Kwa sababu mabweni ni machache, tuna mabweni mawili tu. Kwa hiyo tuna upungufu kama mabweni mawili. Kwa hiyo wadau wa hisani mbalimbali, basi mje mtuunge, mtushike mkono, mje mtujengea au hata bweni moja, lakini vile vile tuna upungufu au ukosefu kabisa vyoo vya watoto wa kike. Kwa hiyo bado ni changamoto yetu kubwa sana katika shule yetu.